Halo, habari za leo. Karibuni tena kwenye Pedo and Rose Stories. Ninaitwa Rozi, namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Leo nitazungumzia mambo manne ambayo yalikuwa ni ya muhimu sana katika safari ya maisha yangu na VVU, na hadi leo bado ni ya muhimu sana katika safari yangu. Mambo nitakayoyazungumzia ni kama ifuatavyo: umuhimu wa chakula mwilini, umuhimu wa kwenda kwenye vikundi vya waathirika, umuhimu wa imani, na umuhimu wa kutumia dawa au matibabu. Chakula, kuna vyakula vya aina mbalimbali na vyote ni vya muhimu katika mwili wa kila mwanadamu, awe ameathirika au akuathirika. Kuna vyakula vya kutia joto mwilini. Hivi ni vyakula kama vya mafuta ya alizeti, mafuta ya pamba, mafuta ya kupikia haya. Kuna vyakula vya kutia nguvu mwilini. Hivi ni vyakula vya aina ya wanga na vyakula vya aina ya nafaka na kadhalika. Kuna vyakula vya kujenga mwili ambavyo ni kama mayai, samaki na maziwa. Kuna vyakula vya kulinda mwili. Hivi ni vyakula kama matunda na mboga za majani. Sasa mimi katika safari yangu, pamoja na kula hivi vyakula vyote, lakini bado kulikuwa na chakula cha nyongeza ambavyo ilikuwa ni kama maziwa. Haya maziwa tulikuwa tunashauriwa tunywe maziwa ya mtindi. Maziwa ya mtindi yalikuwa yanasaidia sana kuondoa fangasi mwilini. Fangasi wale walikuwa wanashambulia sana utumbo na wanashambulia kuanzia kwenye koo. Yaani kuanzia mdomoni unakuwa na vidonda, utando mweupe, na unaenda kwenye koo mpaka vidonda pia vinakuwa kwenye koo. Kwa hiyo maziwa ya mtindi tulikuwa tunashauriwa sana tuyatumie. Na wakati ule ilikuwa sasa mtu akishaanza kuharisha na kutokula kwa sababu ya vidonda mdomoni, hawezi kutafuna, hawezi kula, tayari anakuwa ameshakuwa kwenye ukimwi. Kwa hiyo anashauriwa unywe maziwa, na tayari kwa sababu huli unakuta mtu unakonda au watu wanakonda, na ile ilikuwa ni dalili moja hapo kwamba mtu amekonda tayari ana ukimwi hata kama hajapimwa, unaona. Na hii hali au kasumba ninaiona mpaka sasa hivi bado ipo kwa baadhi ya jamii. Wakimuona mtu amekonda, unaona kabisa wanaanza kusema, yule naye vipi? Mbona afya yake imekuwa vile? Yaani hajapimwa, ili mradi wamemuona kwa macho, tayari wanaanza kumjadili. Kwa hiyo ni kasumba ambayo watu tunayo. Anyway, hayo namwachia Mwenyezi Mungu, sio kazi yangu. Na kwenda kwenye swala la pili ambalo ni umuhimu wa kwenda kwenye vikundi vya waathirika. Kwenda kwenye vikundi vya waathirika kuna umuhimu sana, kwa sababu kule tulikuwa tunajifunza mambo mengi sana. Kwanza tunafahamiana na wengine, pili unajiona kabisa kwamba hauko peke yako katika hiyo boti. Kwa hiyo hata mimi siku yangu ya kwanza kwenda Pasada, nilipokuta watu lile holi limejaa, sio kwamba nilifurahia, nilisononeka moyoni. Pili, lakini nikajiona kwamba siko peke yangu katika safari hii. Siko peke yangu katika hii boti ya waathirika. Kumbe kuna wenzangu ambao tunaweza tukabadilishana mawazo. Kwa hiyo kule nikapata marafiki na tukawa tunapeana taarifa mbalimbali. Ikiwemo mikutano ya kimataifa, tunapeana fomu, kila mtu anaomba, atakayepata basi tunashukuru. Na yule atakayerudi basi tunabadilishana mawazo, ni nini alichojifunza kule. Je, kuna jipya? Elewa kwamba wakati huo kulikuwa hakuna dawa. Kwa hiyo mtu yoyote yani anakuwa anataka ajue ni nini kinachoendelea. Dawa zimepatikana, je, zitakuja lini nchini kwetu na sisi tuweze kuanza kuzitumia? Kwa hiyo kwenye vikundi kulikuwa wanakuja pia watu wa ustawi wa jamii, wanakuja madaktari, wanakuja manesi, siku tofauti ili kufundisha watu. Na kule kwenye vikundi ndo kuliko kuwa kunasaidia pia sisi tuweze kujua kwamba tofauti ya ukimwi ni nini na tofauti ya virusi ni kitu gani. Hiyo yote ni faida ya kwenda kwenye vikundi.
Pia kama huwezi kwenda kwenye vikundi, ni bora uwe na rafiki ambaye anakwenda kwenye vikundi ili aweze kuwa anakuletea taarifa. Hata mimi wenzangu walikuwa hawaendi kwenye vikundi, lakini tulikuwa tunafahamiana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo nikiwa na taarifa yoyote mpya, basi nawaambia kwamba hakuna kitu, hakuna dalili ya kupata dawa sasa hivi. Basi tunapeana matumaini kwa njia hiyo. Namba 3, nitazungumzia swala la imani. Nimeamua kuleta hili swala la imani na kulizungumzia kwa sababu nimeona ni jinsi gani ambavyo mimi imani imenisaidia. Imani imenisaidia mambo mengi sana. Kwanza, imani imenisaidia kujikubali mimi mwenyewe kwamba ni mwathirika, nina VVU mwilini. Hivi VVU ni rafiki yangu, haviniui na mimi siviui, tunaendelea kuishi wote. Imani imenisaidia kutokuwa mwoga. Imenisaidia kuondoa aibu. Yaani ile kujihisi kwamba mimi ni mwenye dhambi au na aibu au nini, hapana. Imenisaidia kuwa mimi kama mimi, yaani mimi ni mimi kama nilivyo na VVU. Ninaendelea na maisha yangu kama wengine wanavyoishi na maisha yao. Basi sifikiri mtu mwingine, najifikiria mimi. Sio kwamba nimekuwa mbinafsi, hapana. Yaani ile kuondoa ile kujinyanyapaa. Naona hiyo kwangu haipo. Naona nilishaiacha mbali kabisa. Najikubali, na kunywa dawa zangu kama inavyotakiwa. Nikiumwa magonjwa nyemelezi na kwenda hospitali, ninatibiwa. Ndugu zangu wanajua, wahudumu wa afya wanajua, yaani tunashirikiana. Yote hii ni kutokana na imani. Kwa hiyo nimeona kabisa kwamba swala la imani ni kitu cha muhimu sana. Hata kama umezaliwa kwenye imani yako, simama kwenye imani yako. Kama umeitafutia ukubwani, simama na imani yako. Mimi nimekulia katika familia ya dhehebu lingine, lakini sikuingizwa katika lile dhehebu kwa sababu nilikuwa bado mdogo, na hata mpaka nilipokuwa mkubwa nikaamua mimi mwenyewe kutafuta dhehebu nililolitaka, nililolichagua. Nikaamua kwenda kuwa Roman Catholic. Nikafanya mafundisho nikiwa na VVU vyangu, nikabatizwa na VVU vyangu. Mkesha wa Pasaka ndo siku ilikuwa ya ubatizo wangu na VVU. Imani kwa kweli ni kitu muhimu sana sana. Changamoto yoyote ile utakayoipitia, simama tu kwenye imani yako. Mungu hakutupi. Mungu hamtupi mja wake. Hiyo nimeiona, nimeishuhudia, na mimi ni ushuhuda. Nilisimama na Mungu. Yaani pale nilipomsahau Mungu, nilipigwa. Kuanguka kupo. Nilianguka nikamsahau Mungu, nikaacha kwenda kwenye ibada nikidai ni ibada ya kizungu sitoelewa. Nikapigwa kichaa. Nilipomkimbilia tena nikatafuta nyumba yake iko wapi, nikaingia nikaanza kusali na nini, Mungu akaturuza dhoruba. Kwa hiyo huo ni ushuhuda nawapa kabisa kwamba swala la imani sio la mchezo. Simama hapo ulipo. Lakini usije ukarudi ukasema umeombewa virusi vimepona. Utakuwa umejidanganya. Virusi vinaishi mle ndani ya mwili, vinafubaa tu. Haviendi kokote. Dawa haijapatikana mpaka leo. Wewe vya kwako vimepona na nini? Swala la 4 ndo hapa kwenye dawa. Yaani hapa mimi kwenye dawa ndo pamenifanya kabisa nije nizungumze hata na watu. Vinginevyo ningekaa tu kimya. Nikasema nina shida gani? Mimi sina kunywa dawa zangu. Kwa nini nihangaike mpaka niingie kwenye mitandao kila mtu aniona ajue kwamba na virusi? Lakini hapana. Nia na mazumuni yangu kwamba nimwamshe aliyelala, nimwamshe aliyekata tamaa, nimwamshe ambaye hana matumaini tena ya kuishi. Ameshajikatia tamaa, anaona kabisa kwamba yeye ana virusi, hana thamani tena, ni wa kusubiria tu kufa. Hapana, kunywa dawa. Hizi dawa watu tulizililia. Kuna watu, ndugu, marafiki, majirani, wafanyakazi wenzetu tumewapoteza kwa sababu hapakuwa na dawa wakati ule. Kama kungekuwa na dawa, huenda tungekuwa na marafiki zetu mpaka leo wangekuwepo.
ndugu zetu wangekuwepo. Watu walikuwa na uwezo wa kununua hata hizi dawa kwa gharama yoyote ile, lakini dawa hazikuwepo. Na hata zilipokuja, zilianza kuja kidogo kidogo. Serikali haikuanza kuzinunua moja kwa moja na kuwapa waathirika. Kwa hiyo wengine walipotea kwa kukosa hela ya kuzinunua hizi dawa. Zilikuwa zinauzwa bei ya juu sana. Dawa zimeanzia kwenye nchi zilizoendelea. Nchi zinazoendelea zimekaa zikapiga kelele, watu waathirika wakapiga kelele. Serikali ikasema, jamani, tuleteeni dawa, watu wetu huku wanakufa. Tunakosa nguvu kazi. Dawa zikaanza kuletwa. Serikali inazilipia. Hizi dawa ni dawa ambazo yani ni gharama yake ni kubwa sana. Kama serikali isingeingilia kati, basi watu hao wa kawaida tusingeweza kuzimudu na kuzipata. Sasa leo wewe mwenzangu unakwenda kwenye hospitali, unagundulika, unaambiwa tumia dawa, unakwenda unachukua dawa, unameza, alafu unafika katikati unasema kumeza dawa kila siku na kwenyewe kunachosha. Kunachosha. Uhai ni ghali. Hii pumzi hii ikitoka, kwanza inapotoka hata huioni. Ingekuwa inaonekana watu wangeishika wakainunua wakairudisha, lakini haionekani. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi siongei kwa kufoka wala nini, ila ninasikitika sana kumuona mtu hanywi dawa. Kwa hiyo nachokuomba ndugu yangu, rafiki yangu, mpendwa wangu, mahali popote ulipo, kama unaumwa na haujajua status yako, nenda hospitali kapime ujue. Kama umeathirika, anza matibabu. Na kama unaumwa tu magonjwa mengine ambayo sio VVU, pia pata matibabu. Wewe ambaye tayari umeshapata dawa, kunywa dawa zako kwa wakati sahihi. Usiache dawa hata siku moja. Kunywa dawa zako mpaka siku tunatema pumzi. Ndo dawa zitabaki huko na sisi tutakwenda huko. Kwa hiyo ndugu zangu, asanteni sana kwa kunisikiliza. Ninawashukuru sana, karibuni tena. Msisahau kucomment, msisahau subscribe, msisahau kulike na msisahau kushare hii video. Ikamjenge tena mtu mwingine, ikampe matumaini mtu mwingine, ikamsimamishe mtu ambaye amekata tamaa, asijione mpweke. Tupo, hauko peke yako.